Aprili 1. Jumanne, mwaka wa 2025. Wale walio na ahadi. Wa Korintho wa pili 7:1. Basi, wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu kutoka kwa uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Kuna mambo ambayo remnant wanapaswa kufanya. Israeli ilikuwa ya ubinafsi. Mataifa yenye nguvu yalikuwa yakiingia katika vita kila mara na kuvamia nchi nyingine. Mataifa dhaifu yangepoteza mali zao zote kwa mataifa haya yenye nguvu. Hili ni jambo ambalo ninyi, remnant, lazima mbadilishe. Unapofanya hivyo, lazima uwaendee ukiwa na ahadi ya faraja ya Mungu. Kwanza, ni lazima uchukue batizani ya Mungu kama faraja yako. Mungu wa Utatu anatenda kazi juu yako hata sasa. Nguvu ya kiti cha enzi na jibu linalosuluhisha maisha yako ya zamani, ya sasa na yajayo umepewa. Pia aliwapa ninyi mamlaka 5 pamoja na uwezo wa kumshinda mtawala wa ufalme wa anga. Kuanzia sasa, anza kuombea CVDIP inayoona siku zijazo na agano la kumbi 3. Pili, unatakiwa kwenda kwenye safari ambazo Mungu hutoa. Utakuwa unafanya kambi ya kiti cha enzi na majukwaa 10, siri 10, uhakikisho 5, mitiririko 9 na majibu 62 ya maisha. 3, unapokea faraja kutoka kwa miongozo ambayo Mungu alitoa. Unapopokea mwongozo wa Roho Mtakatifu popote uendapo, miongozo ya mlima Kalvari, mlima wa Mizeituni, chumba cha juu cha Marko, Antiokia, Asia, Makedonia na Roma itainuliwa. Anza maombi ambayo yanaokoa ulimwengu wa kiroho na wa mwili. Pokea faraja ya kweli ya Mungu ndani ya hili na uwasilishe kwenye shamba, ombi la agano. Mungu Baba, kwa faraja yako ulioahidi, naomba niwe remnant nijiokoaye pamoja na shamba. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.